Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa Habari Njema Online TV, karibu sana katika kipindi cha neno la Mungu, ambapo katika kipindi cha leo tutazungumzia mada inayohusu vijana na kanisa. Katika mada ya leo tutaangalia majukumu ya kijana au wajibu wa kijana kwa kanisa pamoja na kwa jamii. Tutaangalia namna kijana alivyo na nafasi kubwa sana katika kanisa na mambo gani anapaswa kuyafanya kwa ajili ya kanisa. Labda tuanze moja kwa moja. Kijana ana wajibu mkubwa sana na nafasi kubwa sana ndani ya kanisa. Ana nafasi ya kuliombea kanisa, ana nafasi ya kutumia nguvu kazi yake katika kanisa, katika kulitegemeza kanisa kwa namna yoyote ile, kwa michango, ikiwemo nguvu kazi katika kujitolea kufanya kazi mbalimbali za kanisa, ikiwemo kufanya usafi, pamoja na kuhubiri neno la Mungu pia. Kijana pia ana wajibu wa kuhubiri neno la Mungu. Licha ya kwamba bado ni kijana, lakini nafasi hiyo kubwa anayo. Ndio maana tunamwangalia nabii Yeremia. Aliambiwa akahubiri neno la Mungu, lakini akasema yeye bado ni kijana, lakini neno la Mungu likamwambia asiogope. Mungu mwenyewe atamtia nguvu na atakuwa pamoja naye katika kuhubiri neno lake. Tukiangalia kitabu cha Mhubiri sura ya 12 kuanzia aya ya kwanza na kuendelea, inasema kwamba kumbuke Mungu siku za ujana wako, kabla ya siku hazijaja zilizo mbaya, kabla haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha kati ya hayo. Kwa hiyo kijana anapaswa kumtumikia Mungu angali bado kijana. Anapaswa kujiepusha na mambo yasiyofaa. Sasa hivi tunaona vijana wa leo wamejiingiza katika mambo mengi yasiyofaa, ikiwemo uvutaji bangi, matumizi ya pombe yaliyopitiliza, wanatafuna mirungi. Vijana hawaendi tena kanisani, hawaendi jumuiya. Ni jambo ambalo watakuja kujutia baadaye, kwa sababu maisha unayoishi sasa hivi baadaye ndipo utakapokuja kutengeneza historia baadaye. Utakuja kusimulia ulichokuwa unaishi, ulichokuwa unafanya ukiwa kijana. Sasa kijana hapaswi kutengeneza msingi mbovu katika maisha yake. Anapaswa kuonesha maisha ya uadilifu, maisha ya kumpenda Mungu, kumtumikia, kwa mfano bora wa kuigwa katika jamii. Hata katika jamii ndio maana tunaangalia hata wanajeshi, polisi au jeshi lolote la kujenga nchi huwa hawaendi wazee, ila wanaenda vijana, kwa sababu vijana ni wenye nguvu. Na neno la Mungu linasema nawaandikia vijana kwa sababu nyie ndio wenye nguvu. Kwa vijana wana umuhimu sana katika kanisa, katika kulitakatifuza kanisa kwa kunjia kuliombea, na pamoja na katika jamii pia wana mchango mkubwa katika kuitegemeza jamii, katika kuichangia kwa kutolea nguvu kazi. Kwa hiyo kijana ana umuhimu sana katika jamii na anapaswa kutumia wajibu wake angali bado ana nguvu kwa ajili ya kujitafutia utakatifu. Ndio maana siku ya leo tunazungumzia hii mada inayohusu vijana na kanisa. Basi wajibu wa vijana katika kanisa ni kuliombea kanisa, kuhubiri neno la Mungu, kujitolea kwa kazi mbalimbali za kanisani, kama kufanya usafi pamoja na kazi zingine nyingi. Kwa hiyo vijana ni muhimu sana katika taifa lolote lile linalohitaji maendeleo. Vijana wanapaswa kuwa wacha Mungu, wanapaswa kumtumikia Mungu wangali bado wana nguvu, ili waweze kujipatia baraka na hatimaye baraka za Mungu ziweze kuambatana katika maisha yao. Vijana wakiwa kioo, baadaye taifa litakuja kuwa na taifa nzuri, lenye dira nzuri na lenye maendeleo katika jamii. Hivyo ndugu zangu vijana, na wasii popote mlipo mwangaliapo kipindi hiki, basi mpate cha kujifunza, mpate kujua kwamba kijana una thamani kubwa sana. Unapaswa kuishi maisha yanayompendeza Mungu, maisha yanayoacha historia nzuri, hata uweze kupata baraka za Mungu, hata mambo yako yaweze kwenda vizuri. Asanteni sana na Mungu awabariki. Endeleeni kufurahia na kutazama Habari Njema Channel Online TV. Usiache kushare, kusubscribe pamoja na kulike. Na ni mambo gani ambayo unahisi kijana akiyafanya yanaweza yakawa faida kwake mwenyewe, faida kwa Mungu, kwa kanisa, familia na katika jamii? Naomba uache comment hapo chini ili tuweze kujadiliana kwa pamoja. Nilikuwa nami Francisco Mandi katika kipindi hiki cha neno la Mungu, na kusihi usiache kulike, comment, kushare pamoja na kusubscribe Habari Njema Channel Online TV ili uweze kupata habari moto moto. Karibu sana.